Sikukuu ya Pasaka ni moja kati ya sherehe muhimu sana katika Ukristo, na historia yake ina mizizi ya kina inayohusisha dini, utamaduni na hata mila za kale. Hebu tuangalie kwa undani juu ya sikukuu hii ya Pasaka. Neno Pasaka ya kupaswa kuweza kujua lina maana mbili. Moja, kupita juu au kuacha kupita. Maana hii inatokana na tukio la Biblia ambapo Mungu alipita juu ya nyumba za Waisraeli na kuacha salamu wakati wa tauni ya mwisho huko Misri. Pia neno Pasaka limetokana na mfululizo wa lugha tofauti tofauti. Mfano, Kiebrania wao waliliita neno hili la Pasaka kama Pesach. Lugha ya Kigiriki baadaye walikuja kulibadilisha kutoka Pesach mpaka Pascha, na baadaye lugha ya Kilatini ambao hawa waliita neno Pasaka kama Pascha, kama jinsi ambavyo Wagiriki walikuwa wakiliita neno hilo. Pia hata katika muktadha wa lugha ya Kiingereza neno Pasaka linasomeka kama Easter, ambalo neno hili limetokana na maneno mawili ambayo yalikuwa yakitumika kama heshima kwa Mungu wa kipindi cha masika kwa miaka hiyo ya kale, ambayo majina hayo yalikuwa yakisomeka kama Easter au Eostri, ambapo katika tamaduni za Kiebrania na Wajerumani waliabudu katika Mungu huyu. Maana ya neno Pasaka linaanzia katika dini ya Wayahudi, ambapo hapo awali kabla ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, Wayahudi waliadhimisha ukombozi wa Waisraeli kutoka Misri chini ya kiongozi fedhuli Farao, ambapo pia kama una kumbukumbu katika maana ya neno Pasaka pia kuna neno ambalo linamaanisha kupita juu. Pia kwa kupitia dini ya Wayahudi wanaamini kuwa waliadhimisha siku hii kwa kupita juu, wakirejea malaika wa mauti aliyepita juu ya nyumba zao. Naomba nikukumbushe kidogo katika kifungu cha Biblia takatifu ambacho pia kinaweza kukupa mwanga wa nini ambacho dini ya Wayahudi walikuwa wakisherekea hapo mwanzo. Katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 13, Biblia takatifu inaandika hivi: na hiyo damu itakuwa ishara kwenu juu ya zile nyumba mtakazokuwamo, nami nitakapoiona hiyo damu nitapita juu yenu, wala halitakuwepo pigo juu yenu la kuangamiza nitakapoipiga nchi ya Misri. Pia katika kitabu cha Kutoka 12 katika mstari wa 23 unasema hivi: kwa kuwa Bwana atapita ili kupiga wa Misri, na hapo anaona hiyo damu juu ya kizingiti na miimo miili ya milango. Bwana atapita juu ya mlango ule, wala hatamruhusu mharibu kuingia katika nyumba zenu kuwapiga. Hivyo ndivyo jinsi ambavyo dini ya Wayahudi ilivyosherekea sikukuu ya Pasaka kabla ya kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Hapo awali dini ya Wayahudi ndiyo ilikuwa dini pekee inayosherekea sikukuu ya Pasaka, huku wao wakiita Pesach. Iliadhimishwa kukumbuka ukombozi wa Wanaisraeli kutoka utumwani nchini Misri chini ya Musa. Pia ilitokana na tukio la Mungu kupita juu ya nyumba zao, ambapo kisa hicho kinazungumzwa katika kitabu cha Kutoka 12, ambapo pia walisherehekea kwa kuchinja kondoo na kuweka damu mlangoni kama ishara ya wokovu. Hii yote ilitokea mamia ya miaka kabla ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hivyo asili ya Pasaka au asili ya sikukuu ya Pasaka ina uhusiano wa karibu kabisa na ile Pasaka ya dini ya Kiyahudi. Na ya kupaswa kuweza kujua, hapo mwanzo sikukuu ya Pasaka ilikuwa ina siku maalumu ya kusherekewa kama zilivyo sikukuu nyingine kama Christmas ambayo husherekewa kila mwaka ifikapo Disemba 25. Pasaka ya dini ya Kiyahudi ilisherekewa tarehe 14 ya mwezi Nisan, ambao mwezi Nisan ni mwezi unaotokana na kalenda ambayo wanaitumia dini ya Kiyahudi, kalenda ya Luna, ambayo kalenda hii inategemea mwezi na sio jua kama ilivyo kalenda yetu ya Gregoria, ambapo
ukiileta katika kalenda yetu ya Gregoria, mwezi Nisan tarehe 14 ni mwezi Machi. Kwa hiyo hapo awali, mamia ya miaka iliyopita, sikukuu ya Pasaka iliadhimishwa tarehe 14 Machi, na hii ni kutokana na kalenda ya Kiyahudi ambayo inaitwa Lunar Calendar. Sasa najua utakuwa unajiuliza kwa nini Pasaka za sasa hivi au hivi karibuni au katika miaka hii imekuwa ikiadhimishwa sana katika siku ya Jumapili. Katika mwaka wa 325 BK, chini ya utawala wa Kaisari Konstantino, Baraza la Nisia lilikaa pamoja na kuichagua siku ya Pasaka kuadhimishwa siku ya Jumapili, ambapo inakuwa ni Jumapili ya kwanza baada ya kipindi cha masika, ambapo hii ilikuwa ni baada ya kuzaliwa kwa mkombozi Yesu Kristo, kuteswa, kufariki na mwisho wa siku kufufuka siku ya Jumapili. Hivyo baraza hili lilikaa chini na kuichagua siku hiyo, pia kwa sababu ya ukombozi uliofanyika na Yesu Kristo. Baraza la Nisia lilikuwa ni baraza ambalo lilikaa katika mkutano ambao uliokutanisha viongozi wakuu wa makanisa ya Kikristo wa karne ya 4 uliofanyika mwaka 325 BK, ambapo unaambiwa baraza hili lilihudhuriwa na maaskofu wa Kikristo kutoka sehemu mbalimbali za milki ya Roma, ambao walichaguliwa kuwa wawakilishi wa makanisa yao. Maaskofu wa Mashariki ya Magharibi, kutoka Ulaya, Asia ndogo, Afrika ya Kaskazini na Afrika ya Mashariki na Afrika ya Kati, huku lengo kuu likiwa ni kutatua mgawanyiko wa dini wa karne ya kwanza na ya pili, haswa kuhusu maana ya Pasaka na madhara ya mafundisho ya Arianism, mafundisho yaliyopinga uungu wa Kristo kama sehemu ya Mungu. Pia lengo lingine lilikuwa ni kuleta umoja wa doktrina ili kuzuia migogoro kati ya makanisa ya Mashariki na Magharibi, pia kufafanua kanuni za imani ambazo bado zinatamkwa katika makanisa mengi leo. Hivyo baada ya mkutano huo uliofanyika miaka ya 325 BK, ndipo ambapo Wakristo wengi duniani wakaanza kusherekea sikukuu hii ya Pasaka, siku ya Jumapili. Na huku tukirudi nyuma, tunakumbuka kuwa dini ya Wayahudi ilikuwa ikisherekea sikukuu ya Pasaka kama ishara ya ukombozi kwa wana wa Israeli kutoka katika mikono ya utumwa huko Misri. Na hivyo baada ya kuteswa, kufa na kufufuka siku ya tatu Yesu Kristo, Wakristo pia walikiendeleza kile kitu ambacho walikuwa wakikifanya Wakristo wa dhehebu la Wayahudi, kusherekea ukombozi wa Bwana Yesu Kristo. Licha ya kuwa na harakati za kusababisha Wakristo wote kusherekea sikukuu ya Pasaka katika tarehe moja, ila mpaka leo hii bado kuna tofauti kubwa za tarehe ya kusherekea siku ya Pasaka duniani, na hii inatokana na tofauti ya kalenda na maamuzi ya kidini yaliyopitishwa karne nyingi zilizopita. Katika utofauti wa kalenda, makanisa ya Magharibi, hapa nazungumzia madhehebu kama ya Wakatoliki pamoja na Waprotestant, hutumia kalenda ya Gregorian iliyopitishwa mwaka 1582 na Papa Gregorio wa 13. Pia hii ni kalenda ya kisasa inayofuata uangalifu wa mwaka na astronomia, ambapo katika kalenda hii Pasaka hubadilika kati ya siku hizi Machi 22 hadi Aprili 25. Katika upande wa makanisa ya Mashariki, hapa nazungumzia makanisa ya Orthodox. Makanisa haya hutumia kalenda ya Julian ambayo ni kalenda ya kale na ina tofauti ya siku 13 na kalenda ya Gregorian, ambayo hii husababisha Pasaka ya madhehebu ya makanisa haya ya Orthodox mara nyingi kuadhimishwa wiki moja au wiki mbili baada ya Pasaka ya makanisa ya Magharibi. Pia utofauti mwingine unatokana na uamuzi wa kidini. Baraza la Nisia ambalo lilikaa katika mkutano wake miaka ya 325
AD iliamuru Pasaka iadhimishwe Jumapili ya kwanza baada ya Machi 21. Lakini katika makanisa ya Mashariki, yani makanisa ya Orthodox, liliendelea kutumia kalenda ya Julian. Hivyo baadhi ya makanisa ya Orthodox yanasherehekea Pasaka tofauti na makanisa ya Magharibi, ambapo katika makanisa haya, mfano makanisa ya Magharibi, ambapo wanatoka waumini wa madhehebu kama ya makanisa ya Wakatoliki pamoja na Waprotestanti. Makanisa haya yanapatikana kwa wingi sana Amerika na Amerika ya Kusini, Ulaya ya Magharibi pamoja na Afrika katika nchi kama ya Tanzania. Katika upande wa makanisa ya Orthodox, hawa ambao wanatumia kalenda ya Julian hupatikana katika maeneo ya Ulaya Mashariki, nchi za Afrika kama Ethiopia, Misri na nchi nyingine baadhi hapa Afrika. Hope utakopo umeweza kupata historia ya sikukuu ya Pasaka aka Easter. Happy Easter popote pale ambapo ulipo. Hii inaitwa WHO kutokea Suma Media. Endelea kuweza kusubscribe kwa ajili ya kuweza kupata more infos na more updates ambazo zina drop kwa kitaa hiki hapa. Mimi naitwa Kelvin Keyo, daddy, father of 6 babies.